Muhtasari wa Dira. Mimi naitwa Omar Abud. Waziri wa mambo ya ndani na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen ametoa mwito kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika mauaji ya Shakahola kuwasilisha haraka sampuli za DNA ili kusaidia katika shughuli inayoendelea ya utambuzi. Akizungumza baada ya mkutano wa usalama katika kaunti ya Kilifi, Murkomen amesema uchunguzi umecheleweshwa na familia ambazo bado hazijatoa sampuli zitakazosaidia kutambua miili ya wapendwa wao, hivyo basi kutatiza juhudi za kutoa haki kwa waathiriwa. Tume ya kuwaajiri walimu TSC ikishirikiana na Wizara ya Elimu imeanza kuwafanyia mafunzo walimu wakuu wa shule za sekondari namna ya kuwasaidia wanafunzi wa gredi ya 9 wanaotarajiwa kujiunga na sekondari msingi kuchagua taaluma wanazoazimia kufanya. Aidha, walimu hao watakuwa na jukumu kubwa la kuwasaidia wanafunzi kuchagua mkondo wao wa maisha wakati wakiwa shuleni. Katika rubaa za kimataifa, Rais Donald Trump ametangaza kusitisha kwa siku 90 nyongeza ya ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani kutoka mataifa mengine, huku akikosa kuilegezea msimamo China. Katika mabadiliko makubwa ya sera, saa chache baada ya ushuru dhidi ya takriban washirika 60 wa biashara wa Marekani kuanza, Trump amesema alikuwa akiidhinisha kupunguzwa kwa ushuru wa 10% wakati wa mazungumzo yakiendelea. Ndege za kijeshi za Israeli zimeshambulia jengo la makazi ya watu katika eneo la kaskazini mwa Gaza lililoharibiwa kwa vita na kusababisha vifo vya watu 23. Vifo hivyo vimeripotiwa wakati mapigano yalipoanza upya hivi karibuni katika ukanda wa Gaza, yakionyesha dalili ya kutopungua. Hospitali ya Al-Ahli imeelezea kuwa takriban watu 23 wameuawa katika shambulio hilo, wakiwemo wanawake 4 na watoto 8. Wizara ya Afya inayosimamiwa na kundi la Hamas imethibitisha kuhusu taarifa ya vifo hivyo. Tamati ya muhtasari wa Dira kwa sasa. Taarifa hizi na nyingine nyingi zidi kuitegea Iqra FM, na mimi endelea kuniita Omar Abu. Kwa habari zaidi na matukio endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate